Kama una Biblia wewe, naomba ushike Biblia yako. Kutoka, soma katika Kutoka sura ya 27 mstari wa kwanza na kuendelea, lakini mimi nitasoma kwa mafungu kutokana na muda wangu na nafasi yangu. Nikianza kusoma mwanzo mpaka yale ambayo yaliyoandikwa, basi muda unakuwa haujanitosha sawa sawa. Kutoka sura ya 27 anasema, nawe fanya madhabahu ya mti wa mshita mrefu, kwa utakuwa ni dhiraa 5 ya upana wake, dhiraa 5. Hiyo madhabahu itakuwa mraba, na kwenda juu kwake kutakuwa dhiraa 3. Nawe fanya pembe 4 katika pembe, kati ya 4 hizo pembe zitakuwa na kitu kimoja, na madhabahu nawe utafunika shaba na vyombo vyake vya kuyaondoa majivu yake utavifanya, na majembe yake na mabakuli yake na uma zake na meko yake na vyombo vyake vyote utavifanya vya shaba. Sema amen. Tuko pamoja? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo nyingine, rudi nyuma kidogo, Kutoka sura ya 25. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtamtwaa kwake sadaka yangu. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: dhabihu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu, na ya nguo na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na ngozi za pomboo, na miti ya mshita, na mafuta ya ile taa, na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka, na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri, na vito vya shohamu, na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivela, na kwa ile kifungo cha kifuani. Nao na wanifanyie patakatifu, ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na haya yote nikuonyeshayo mfano wa maskani, mfano wa vyombo vyote, ndivyo mtakavyofanya. Na hao wafanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na kuendelea, maelekezo ambayo Mungu alimwambia ayafanya. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, nakupenda sana. Mwambie tena, wewe ni furaha yangu. Mstari wa kwanza sura ya 24. Kisha Bwana akamwambia Musa, tweni wewe na Aroni na Nadabu na Abibu na watu 70 wa wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkasujudie kwa mbali, na Musa mbele yake ndiye atakayekaribia karibu na Bwana, lakini hao watakakaribia karibu, wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja wakasema, maneno yote uliyoyanena
aliyoyanena Bwana. Maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Basi Musa akaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Akapeleka vijana wa Waisraeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatwaa nusu ya ile damu. Anisikiliza vizuri. Musa akatwaa kwa nusu ya ile damu, akaitia katika mabakuli, na nusu ya ile damu akainyunyizia juu ya madhabahu. Kisha akakitwaa kitabu cha agano, akakisoma masikioni mwa watu, wakasema, hayo yote uliyoyanena Bwana tutatenda, nasi tutatii. Musa akaitwaa ile damu, akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano aliyoifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Ndiyo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, wakamwona Mungu wa Israeli chini ya mbingu yake. Palikuwa na kama harufu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Naye hakuweka mkono wake juu yao wakuu wa Waisraeli, nao wakamwona Mungu wakala na kunywa. Mungu akubariki sana.